Jina langu naitwa Maua Ali, ni afisa wa taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa mkoa wa Mwanza. Leo tuko hapa katika viwanja hivi vya Malaika Beach Resort kwenye ya Kafiti Foundation ambayo ina lengo la kumuinua mwanamke kiuchumi. Sasa kwa nini TAKUKURU tuko hapa? Kama mnavyofahamu, moja kati ya jukumu la TAKUKURU ni kuzuia vitendo vya rushwa kwa kutoa elimu kwa jamii, elimu ya madhara ya rushwa, lakini makosa ya rushwa, lakini namna gani wananchi waweze kushiriki kuzuia vitendo vya rushwa. Kwa hiyo TAKUKURU tunafikia wananchi katika makundi mbalimbali ikiwemo kundi la wanawake. Kama mnavyojua, rushwa ni adui wa haki, rushwa ni adui wa maendeleo, rushwa ni adui wa mafanikio ya taifa. Sasa leo tunapozungumzia kumuinua mwanamke kiuchumi, tuangalie ni changamoto zipi ambazo zinapelekea mwanamke huyu kuweza kukwama na kutofikia malengo yake. Changamoto mojawapo ni uwepo wa vitendo vya rushwa. Lakini mwanamke huyu anawezeshwaje ili kufikia malengo yake? Anaweza akapewa mikopo, akapewa vitu mbalimbali ambavyo vinaweza vikamwezesha kufikia malengo. Lakini kama kuna kuwepo na mdudu rushwa, hatuwezi kufanikiwa. Na ukiangalia kwa mwanamke, pamoja tunaelimisha makundi mbalimbali, lakini mwanamke ni muhanga wa rushwa ya ngono. Rushwa ni adui wa haki. Wakati mwingine haki inaweza kutendeka kwa usawa, lakini namna gani ambavyo inaweza ikasababisha kumdhalilisha utu wa mwanamke. Rushwa ya ngono ni changamoto kubwa kwa wajasiriamali ama kwa mwanamke kwa ujumla. Anaweza akashindwa kufikia malengo yake kwa sababu ya changamoto hii. Sasa TAKUKURU tupo lengo kuelimisha jamii kuhusu madhara ya rushwa, lakini ushirikishwaji wa wadau mbalimbali ili waweze kushiriki kikamilifu kwenye mapambano dhidi ya rushwa. Kauli mbiu ya taasisi inasema kuzuia rushwa ni jukumu lako na langu, tutimize wajibu wetu. Hivyo makundi yote katika jamii, iwe wanawake, wanaume, wazee kwa vijana, wanapaswa kushirikiana na TAKUKURU ili kuweza kuzuia vitendo vya rushwa katika nchi yetu, kwa sababu madhara ya rushwa hayatazami, hayaangalii jinsia wala umri, awe mwanamke awe mwanaume, awe mtoto awe mzee awe kijana, madhara ya rushwa yanaweza akamkuta. Kwa hiyo tupo kutoa elimu, lakini tunachohitaji zaidi ushirikiano ama ushiriki mkubwa wa wananchi kuzuia vitendo vya rushwa katika maeneo yote yale ya kuleta maendeleo. Kuchangamkia fursa ni jambo la muhimu na la msingi. Lakini kwa nini mtu anachangamkia fursa? Kwa sababu ana malengo ambayo anatamani kuyafikia, lakini inawezekana kuna vikwazo vikamsababisha asifikie malengo yake. Kama nilivyozungumza kwamba moja kati ya changamoto ambayo inaweza ikamsababisha mjasiriamali ama mwanamke asifikie malengo yake ni uwepo wa changamoto za vitendo vya rushwa. Tunapozungumzia mkoa wa Mwanza, tumekuwa tukipokea malalamiko ama changamoto za vitendo vya rushwa ya ngono, lakini kwa mwaka huu hatujapata hiyo taarifa inahusu masuala ya rushwa ya ngono, na ndio maana tunaendelea kuelimisha jamii ili wawe na uelewa wa kuona kwamba sasa vitendo vya rushwa ya ngono vinazungumzika, kwamba tunaweza tukazungumza, tunaweza tukavunja ukimya kwa kutoa taarifa, kwa sababu rushwa ya ngono ina madhara, inadhalilisha utu wa mtu, inasababisha haki kuto kutendeka, kutokuwa na usawa kwenye haki, lakini inasababisha magonjwa ama maambukizi ya magonjwa mbalimbali, hata kupelekea vifo. Kwa hiyo inafanya hata mwanamke asiwe jasiri na kujisimamia. Kwa hiyo tunachokifanya kuelimisha jamii ili kuondoa ule mtazamo hasi waliokuwa nao kwamba hivi tu hivi havizungumziki. Ukiangalia bango lile linaeleza kushiriki kutoa rushwa ya ngono, kuangalia manufaa ya kukataa rushwa ya ngono. Sasa lakini pia utaratibu mzima kwamba vunja ukimya, kataa rushwa ya ngono, kwa sababu wengi hawazungumzi. Inawezekana vitendo hivi watu wengi vinawakuta katika utekelezaji wa majukumu yao, na ukiangalia tafiti ambazo zimefanyika zinamuonesha kwamba mwanamke ni mhanga mkubwa wa rushwa ya ngono, lakini ni wapi akaseme nini afanye? Yawezekana anajua au kutokujua. Sasa niwaambie leo TAKUKURU tupo tunashughulikia rushwa ya ngono na inashughulikiwa kwa mujibu wa sheria ya kuzuia na kupambana na rushwa, sura ya 329 kifungu cha 25 kinashughulikia rushwa ya ngono. Kwa hiyo tusikae kimya, tuzungumze, tukatae vitendo hivi, tusikubali kudhalilika, tutoe taarifa. Kwa majina naitwa Rosemary Michael, ni mkazi wa Busweru Kahama. Naongelea kuhusu hizi fursa za serikali. Naona wamama tuzichangamkie sana, sababu zinasaidia na ni rahisi kupatikana kuliko kwenda kwenye mikopo ile mingine ambayo haieleweki, inaitwa kausha damu. Yani unajikuta saa nyingine nyumbani kwako ukai kwa ajili ya ile mikopo, lakini tukichukua hizi fursa zinazotolewa na serikali zitatusaidia na tutafanya kazi kwenye mazingira ya kujiamini, na pasipo kutoa zile ngono za rushwa za ngono
wamama tutaweza kusimama wenyewe, kufanya kazi zetu wenyewe pasipokuwa na mambo mengi yanayotusumbua. Majina ya Mariam Maziku. Tunashukuru tumehudhuria semina ya leo, tumejifunza kwa kweli wakina mama, maana mtu unaibuka kufanya biashara hujui chochote, lakini siku ya leo tumejua biashara, namna ya kuifanya biashara na ukapata kitu. Mimi kama mwanamke napinga kwa kweli kutoa mwili wangu kwa ajili ya kutoa rushwa. Najipambania kufanya biashara ili niweze kujikwamua, niepuke vitu kama hivyo. Elimu iliyotolewa na TAKUKURU imenisaidia kwa namna nyingine. Mona, mfano mimi mwanamke naweza kwenye haya masuala ya mikopo, mtu anakuambia njoo chukue mikopo. Mkopo huo atakwambia nipe shilingi 20,000 ndio upate mikopo, lakini kwa elimu tulioipata hapa hatuwezi tena fanya hivyo. Neno langu kwa wanawake, tushikamane, tufanye biashara, tujikwamue, tuweze kupiga rushwa za ngono zende kwa wakina mama. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.